Karibu katika Matukio Daima Habari kwa siku hii ya leo. Huu hapa ni muktasari wake. Chadema mkoa wa Iringa wafanya usafi ofisi za chama baada ya kurejea kwa shughuli za kisiasa. Wananchi na viongozi watoa maoni baada ya kura za maoni za ubunge Isimani. Wangu nimeona mtazamo mzuri sana, alafu nimefurahi kupindukia kwa sababu tunataka tuchague vijana. Huruma Marathon kuhamasisha uhifadhi wa mazingira na utalii endelevu. Utakutana na stage ambazo kama ni 4 hivi na mwisho unalipia Karibu katika habari za kutwa popote pale unapotutazama mtazamaji wa Matukio Daima Media. Hii ni Matukio Daima Habari. Langu jina ni Shamia Rajabu. Na mimi ni Emmanuel Manonga. Nikukaribishe tu tuweze kuwa sote kuanzia mwanzo wa taarifa hii mpaka tamati. Baadhi ya viongozi na wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika mkoa wa Iringa wamejitokeza kwa wingi katika ofisi za chama hicho kwa ajili ya kufanya usafi na ukarabati wa mazingira ya ofisi hizo. Hiyo imetokana na kurejea kwa shughuli za chama hicho mara baada ya kipindi cha takriban siku 310 za kusitishwa kwa shughuli. Pamoja na mazira yote ambayo tumepita, lakini chama chetu kimekuwa bado kiko imara na wanachama wamekuwa na hali kubwa, na ndugu zangu, nadhani na nyinyi mnajionea leo, baada ya kuitana hapa wanachama wengi wamefika, wengi wakiwa wametoka majimbo mbalimbali. Tunao wakilishi kutoka Mufindi, tunao wakilishi kutoka Kilolo, wakilishi kutoka wilaya ya Iringa, ambayo wilaya ya Iringa inajumlisha majimbo matatu: jimbo la Iringa mjini, jimbo la Kilolo, jimbo la Iringa mjini, jimbo la Isimani pamoja na Kalenga. Kwa hiyo uwakilishi umekuwepo wa kutosha. Kwa hiyo tunachoweza kusema ni kwamba tunawashukuru wanachama wote ambao mmeitikia wito wa kuja kushiriki kufanya usafi na kufungua ofisi yetu ambayo kwa muda wa siku 310 ilikuwa ikiwa imefungwa na shughuli za chama na zimekuwa haziendelei. Katika kipindi ambacho tumekuwa tuko kifungoni kwa kuto kufanya siasa, ni dhahiri shahiri kwamba wanachama wengi au chama chetu kimepita katika mazira makubwa. Nadhani sote tunashuhudia kwamba katika ulioitwa uchaguzi ambao sisi kama Chadema hatukuingia kwenye uchaguzi uliopita wa tarehe 29 Oktoba, mazira mengi tumekutana nayo. Tumekutana na mazira mengi ikiwa ni pamoja na wanachama wengi wa Chadema kukamatwa, na wengine baadhi kupigwa risasi na wengine kuuawa. Yote ilikuwa ni katika ile tulioita kwamba sisi bila mabadiliko hatutaingia kwenye uchaguzi. Peoples! Na jambo hilo lilitekelezwa kwa namna ya pekee kwamba sisi kama chama hatukuingia kwenye uchaguzi, lakini wanachama wetu wengi walikamatwa na kuwekwa ndani pamoja na wananchi wengine. Yote ni kwa sababu kama chama cha siasa tuliona hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi kutokana na kanuni na taratibu za uchaguzi hazikuwa rafiki, na ni zile ambazo zilikuwa zinakandamiza uhuru wetu pamoja na uchaguzi kutokuwa huru. Kwa hiyo hatukuingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo wanachama wengi walikamatwa, na hata mwenyekiti wetu wa baraza, katibu wetu wa baraza la wazee mkoa hapa, Mzee Kabambe, alikuwa ni miongoni mwa waliokamatwa, na wengine walilazimika kukimbia majumbani kwao
kwa sababu ya kuhofia usalama wao. Lakini pamoja na yote, katika mkoa wa Iringa tumeendelea kuwapo na kesi mbalimbali ambazo kulikuwa kuna kesi zilikuwepo kule Kilolo. Wanachama wetu zaidi ya wanachama 4 ambao kimsingi katika kesi hizi zile zilivyoenda mwishoni chini ya wakili Emmanuel Chengula walihukumiwa miezi 4 kifungo cha nje. Kwa hiyo kesi hizi zilimalizika mwezi uliopita, na kule Mufindi bado nadhani kuna wanachama wetu bado wanaendelea na kesi hizo ambazo zilitokana na kipindi kile cha uchaguzi. Lakini pamoja na yote, tunapozungumza leo, mwenyekiti wetu wa baraza la vijana Mheshimiwa Ibrahim Myovela hatuko naye hapa kwa sababu hapatikani. Yeye pamoja na wenzake, pamoja na mwanachama wenzake 2, pamoja na mwanachama mwingine aitwaye Asajile Mwanjala kutoka wilaya jimbo la Kalenga. Wanachama hao walikuwa na makosa ambayo walikuja kuachiwa. Huyu Ibrahim Myovela ambaye ni mwenyekiti wa baraza la vijana mkoa alikamatwa tarehe 10 na tarehe 18 akaachiwa, tarehe 17 akaachiwa, lakini tarehe 18 alipokwenda kuripoti hajaonekana mpaka leo. Alikwenda kuripoti pamoja na wenzake 2, na tunao ushahidi kwamba kweli walikwenda kuripoti kituo cha polisi, lakini mpaka sasa hawajaonekana. Juhudi za familia pamoja na chama zimeendelea kuhakikisha watu hao wanapatikana, lakini bado hatujafanikiwa. Huyu Asajile Mwanjala na yeye alikuwa na kesi ya makosa ya kimtandao, alituhumiwa kuhamasisha maandamano kwa njia ya kimtandao, lakini aliachiwa, na tarehe 18 pia alikwenda kuripoti kwa mujibu wa kanuni za polisi zilivyokuwa zinamtaka, lakini na yeye mpaka leo hajapatikana, hatujui alipo. Kwa hiyo tunalitaka jeshi la polisi kuwaachia au kuwapeleka mahakamani kama wanaona wana makosa. Leo tumeitana leo tarehe 20 mwezi wa 4 ambapo tumekuja kwa ajili ya kuanza shughuli zetu za kichama. Kwa muda wa siku 310 tulisimama kutii amri ya mahakama iliyotutaka tusiendelee na shughuli za chama mpaka kesi ya msingi itakapokuwa imekamilika, na kesi hiyo imekamilika, imeisha, na Chadema kupitia mawakili wetu wamefanya vizuri kukitetea chama na tumeshinda. Tuwapongeze. Hii pause. Na sasa shughuli za chama zinaporejea, ndugu viongozi pamoja na wanachama wote kwa ujumla, ni wakati ambao tunapaswa kuwa wamoja, mshikamano, ili tuweze kujenga chama chetu, na wakati huo huo kuwasemea wanachama na wananchi kwa ujumla juu ya matatizo ambayo yanawakumba. Wananchi wengi wamekuwa wakijiuliza, Chadema mbona imekaa kimya? Yote ni kwa sababu tulikuwa tumefungwa midomo, hatuwezi kusema, lakini kwa sasa tuko huru. Kanda ya Nyasa tayari imeshafungua shughuli za chama katika ofisi zake, na leo kama mkoa wa Iringa tunafungua shughuli zetu. Kwa hiyo tuwasihi wanachama, viongozi na wananchi wote kwa ujumla kukitetea chama chetu na kuwasemea wananchi yale yote ambayo tunaona yanapaswa kusemwa. Lakini cha msingi kabisa, haki ndio msingi wa mambo yote. Kwa hiyo tunalitaka jeshi la polisi, tunaitaka serikali kutenda haki kwa kila mwanachama au kila mwananchi wa Tanzania anayestahili kupata haki yake na apewe haki yake. Na ndugu viongozi na wanachama, shughuli zetu za chama zinaporejea tutakwenda
Baada ya Chama cha Mapinduzi CCM katika jimbo la Isimani kupiga kura za maoni za kumtafuta mgombea wa ubunge, baadhi ya wananchi na viongozi wa eneo hilo wametoa mitazamo yao kuhusu matokeo ya ushindi wa Fred Ngajilo almaarufu kama Vunja Bei aliyetangazwa kuwa mshindi wa kura za maoni katika jimbo hilo. Wakizungumza na Matukio Daima Media, wananchi na baadhi ya viongozi wamesema wanashukuru kwa mchakato uliofanyika kwa amani na utulivu, wakieleza kuwa ni kuonyesha demokrasia ya ndani ya chama. Vunja Bei naamini atatusaidia sababu nimeshamuona tangu kwenye michezo nikiwa kiongozi. Matokeo nayakubali. Kwa sababu gani? Watu wengi waliomchagua mtu basi inaonekana ndio wanaofaa. Hawa ni baadhi ya wananchi wa jimbo la Isimani ambao walijitokeza kupiga kura, na mara baada ya matokeo haya wanapata nafasi ya kuzungumza na Matukio Daima kufuatia mchakato mzima wa kura za maoni. Matokeo nayakubali. Kwa sababu gani? Watu wengi waliomchagua mtu basi inaonekana ndio wanaofaa. Kwa hiyo mimi nakubaliana naye. Mtazamo wetu sisi hapa ni kwamba tunakubaliana kwamba huyu aliyokuwa amepita anaweza. Sasa nina furaha kubwa sana kwa maoni haya ambayo tumefanya sasa hizi uchaguzi wa kura za awali kumpitisha ndugu Fred Ngajilo kuwa mbunge anayetarajia kugombea ubunge katika jimbo hili la Isimani. Najisikia furaha kubwa sana kwa sababu uchaguzi umefanyika wa haki na wa huru, na ninaona wanachama wengi sana nikiwemo na mimi mwenyewe tumefurahi sana, yani sana. Tumefurahi sana. Kwa hiyo sisi tunatamani serikali kama ataongoza kwenye jimbo lote, akiongoza vizuri kabisa kwa kura za maoni, akachaguliwa akawa mbunge wetu moja kwa moja, afanye kazi ambazo Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi alikuwa anazifanya. Lukuvi alifanya kazi nzuri sana, na nafikiri hata yeye kama anakuja atakuwa anafanya bla bla kwa sababu mingi Lukuvi amefanya. Sisi tuna shida kweli kwenye vijiji vyetu, lakini tunaamini atamfikia kila mmoja. Jimbo letu ni kubwa, jimbo la Isimani ni kubwa, lakini naamini atapambana kadri ya uwezo wake. Mungu akimjalia atafanikiwa. Tunamfahamu hata maeneo tunayemuonaga anapokaa, tunajua tu huyu ataweza kazi, maana atavaa kiatu kile kile cha Vangimembe Lukuvi. Pamoja na wananchi hawa, Matukio Daima tumezungumza na baadhi ya watiania katika uchaguzi huo, ambapo wamesifu mchakato mzima wa uchaguzi huo na kwamba wapo tayari kumuunga mkono huyo ambaye atapitishwa na chama kuwa mgombea. Na sisi ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Mgombea yoyote atakayekuja, sisi tutashirikiana naye, tutafanya naye kampeni kuhakikisha chama chetu kinaendelea kushinda na kushinda lile jimbo la Isimani kwa maendeleo ya wale wananchi na kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sina mengi ya kuzungumza. Tunashukuru mchakato umeenda vizuri na tumemaliza salama. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo alilotufanyia na tumemaliza mchakato vizuri. Kali ya muda ambao ulikuwapo tumepambana, lakini lazima tuheshimu mchakato. Kwa hiyo kutoka ndani ya moyo wangu mimi nimekubaliana na matokeo. Michakato ya chama inaendelea, lakini pia niwapongeze ambao wameongoza na nijipongeze pia kwa sababu nimethubutu. Ni jinsia ya kike ambao tunajua ni wachache kujitokeza, lakini pia nashukuru kwa kura ambazo. Awali akitangaza matokeo hayo yaliyompa ushindi Fred Vunja Bei, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Iringa vijijini Shua Masanguti amesema kuwa uchaguzi huo umehusisha wanachama 18 wa Chama cha Mapinduzi ambao walichukua na kurejesha fomu, na wote waliingia katika mchakato, ambapo zoezi hilo la mchakato wa uchukuaji fomu lilianza tarehe 17 na kuhitimishwa tarehe 18 jioni, wakati tarehe 19 mchakato wa kura za maoni ulifanyika na baadaye mshindi kuweza kupatikana. Ametanabaisha kuwa matokeo haya ni matokeo ya awali na chama kinaendelea na vikao vyake ili kuweza kumpata nani atasimama kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi. Haya hapa ni matokeo yakitangazwa na katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya na Tobias Kalo Mwilapwa, yeye kapata kula 5. Tulikuwa na Tito Haulilio Chorobi, yeye kapata kula 9. Tulikuwa na mgombea mwingine anaitwa Lazaro Francis Gwila, yeye kapata kura 10. Tulikuwa na Daktari Tumaini Godwin Msooya, yeye kapata kura 15.
Tulikuwa na CCM mwingine anaitwa Watende Gwarino Kiadi, kapata kura 16. Tulikuwa na Egidi Stanlaus Mkolwe, yeye kapata kura 23. Tulikuwa na Tedson Johanseri, jina ndio linanisumbua, Ngwale, yeye kapata kura 24. Kuna David Evans Komba, yeye kapata kura 27. Tulikuwa na Josephat Gwalino Msambwa, kapata kura 34. Tulikuwa na Engineer Sebastiani Antoni Kiyoyo, kapata kura 37. Tulikuwa na Elias Rupitiko Migodela Kazi Kuboma, yakapata kura 52. Tulikuwa na Asakwe Lamek Widambe, yakapata kura 58. Tulikuwa na Claudio Francisi Mzwaga, yakapata kura 100. Tulikuwa na Alif Ali Abri, kapata kura 233. Tulikuwa na Emanuela Kaganda Mtatifikolo, yakapata kura 682. Tulikuwa na Festo Shemu Kiswaga, kapata kura 868. Tulikuwa na Fredi Fabiani Ngajiro au Vunjabei, kapata kura 2703. Kwa hiyo kama nilivyosema, aliongoza kwa kura ni Fredi Fabiani Ngajiro au Vunjabei, ndiye aliongoza kwa leo kura za maoni. Kushinda kwa Fredi Vunjabei kumeonyesha kuwavutia wanachama wa chama hicho cha Mapinduzi CCM, na wengi wakitamani kwamba huyo aliyeshinda ndiye ambaye apewe nafasi hii. Kutoka Iringa, mimi ni Francis Godwin, Matukio Daima. Wa kidato cha 6 katika shule ya sekondari ya Mkinga iliyopo wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma wameshauriwa kufanya vizuri katika mitihani yao ya mwisho ili waweze kutimiza malengo yao ya kielimu na kuchangia maendeleo ya taifa. Yamesemwa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mbinga, Suzo Komba, wakati wa mahafali ya kidato cha 6 yaliyofanyika shuleni hapo, ambapo wamewataka wanafunzi hao kutumia maarifa waliojifunza kwa bidii na nidhamu ili kupata matokeo mazuri. Taarifa zaidi na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mbinga mji mkoani Ruvuma, Suzo Komba, amewataka wanafunzi wa kidato cha 6 katika shule ya sekondari ya Mkinga inayomilikiwa na jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi CCM kufanya vyema katika mitihani yao ya mwisho ili kuendelea kuiheshimisha shule hiyo. Wito huo ameutoa alipokuwa mgeni rasmi katika mahafali hayo, ambapo alichangia kompyuta moja, huku mbunge wa jimbo la Mbinga mjini Jonas Mbunda ameahidi kuchangia mifuko 50 ya saruji itakayosaidia kuendeleza ujenzi wa miundombinu ya shule hiyo, ambapo mkuu wa shule hiyo Fabiani Kumburu na katibu wa jumuiya ya wazazi wa CCM wilaya ya Mbinga Angelo Madundo wamezungumzia ubora wa shule hiyo. Tunahitaji fanyeni kazi ya kujibu mitihani kwa utulivu. Hii shule pamoja na udogo wake na ukubwa wake, lakini mwamini kuna watu walishapita hapa. Mmoja wapo ni mwenyewe na wengine ambao hatuwezi kuwamaliza kwa kusema. Wapo wengi sana. Walifanya vizuri. Hii shule ilishawahi kuwa shule ya 7 kitaifa wakati sisi tunamaliza. Inamaanisha tulifanya vizuri. Wanafunzi 65 tulifanya vizuri sana. Kwa hiyo naamini nyinyi ni vijana wangu mtafanya vizuri kwa kupitia nukuu ambazo mmepitia kuzifundisha. Mlizofundishwa na walimu.
na ninawatakia sana heri kubwa. Fanyeni vizuri, mlete heshima ya hii shule. Kisha niambie kuna changamoto za kutosha. Mimi binafsi kama mgeni wenu rasmi nimeshazipata hizi changamoto na nazichukua, baadhi tutazifanyia kazi. Lakini vile nilikuwa na salamu ya Mheshimiwa Mbunge Jonas, kwa sababu yeye ni mmoja wa wanafunzi aliyepitia hapa. Aliniagiza nikasema kwanza, pamoja na hizo changamoto, alichukua changamoto ya kuchangia mifuko 50 ya saluni. Kwa hiyo naomba Mheshimiwa Diwani atawajibika kufuatilia, na alafu ni mwalimu hapa shuleni. Pia mgeni rasmi atachukua changamoto ya kompyuta, itafika kompyuta mpya. Ndugu mgeni rasmi, matarajio yetu kwa hao wahitimu wetu 20 walioko mbele yako, ambao wasichana ni 8 na wavulana 12. Hao vijana tumewaandaa vizuri, wamefanya majaribio ya kutosha kiasi cha kujipa ujasiri hao watoto wanaenda kufaulu kwa 100% kwa kupata daraja la kwanza. Na hiyo, ndugu mgeni rasmi, kitaaluma tumefanikiwa kufuta 0 kwenye ufaulu wa kidato cha 4 na cha 6. Aidha, bodi ya shule imefanikiwa kujenga madarasa kidato cha 5 na cha 6. Kati ya chuo kikuu sio njia pekee ya kukupa mteremko wa maisha bora, bali ni nyenzo mahususi ya kukupa maarifa na ujuzi wa kuzalisha fursa za maendeleo yako binafsi na ya wenzio. Sasa leo mnaendeleza daraja la kupata nyenzo ya elimu. Wazazi wamewapa ushirikiano wa kuwalea, walimu wamewapa ushirikiano wa kuwapa maarifa na elimu yenyewe. Kazi yenu nyinyi ni kuhakikisha matumaini na matamanio ambayo wanayo wazazi wenu na sisi walezi wenu, basi ifikapo wakati wa kufanya mtihani mtupe heshima ya kufanya vizuri. Shule hii inamilikiwa na Chama cha Mapinduzi, lakini vilanja wa kuisimamia shule hii ni jumuiya ya wazazi. Lakini niipongeze bodi ya shule na nimpongeze mkuu wa shule na timu yake. Hapa tuna falsafa inaitwa zero tolerance kwenye masuala ya elimu, kwenye masuala ya nidhamu, kwa kila jambo ambalo liko jumuiya mkinga. Hatuna uvumilivu kwenye kumisbehave, awe mwalimu, awe mwanafunzi, awe mwanajumuiya yeyote. Tunazo miongozo ambayo inatuongoza kusimamia nidhamu, lakini niwapongeze sana Mwalimu Kumburu Fabian kwa usimamizi mzuri. Na sisi Chama cha Mapinduzi, kusudio letu ni kuwasaidia wananchi wapate elimu. Tangu tuanzishe wakati ule wa TAPA mwaka 1955 mpaka leo, mabadiliko na malengo ya Chama cha Mapinduzi hususa katika kupika elimu na kuwasaidia Watanzania hasa wanyonge, hatujabadilisha msimamo. Shule hii unavyoiona ina mazingira mazuri, inatoa elimu bora sana. Ni mimi Amoni Mtega. Wakati mchakato wa kumtafuta mbunge wa jimbo la Isimani ukiendelea, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Iringa kimesema hakitashiriki katika chaguzi hizo hadi pale marekebisho ya mfumo wa kisiasa wanazozidai yatakapozungumza. Kupitia kipindi cha mjadala magazetini, katibu wa Chadema mkoa wa Iringa Leonard Kurujila amesema msimamo wa chama hicho kwa sasa ni kutoshiriki katika chaguzi mbalimbali mpaka pale madai yao ya kuhusu reforms yatakapotekelezwa kikamilifu. Na tupate taarifa zaidi na Iringa, lakini niamini kwamba kwa kuwa shughuli za kisiasa zimeanza pamoja na shughuli zote, sijafahamu kwamba pamoja na kuondolewa zuio la kuendelea na shughuli za kisiasa, no reform no election inaendelea, mnakwenda Isimani ama la? Sisi kama chama hatushiriki chaguzi yoyote ile, iwe ndogo au kubwa, mpaka reformu ambazo tumekuwa tukizililia au tukizidai zifanyike. Kwa hiyo kama reformu hizo hazitafanyika, sisi hatutaingia kwenye uchaguzi wowote. Kwa hiyo tunawatakia heri na tunawapa pole watu wa Isimani
tunawatakia heri waendelee na uchaguzi wao. Kwa sasa ni nani ambaye mnamuunga mkono? Sisi hatumuungi mkono mtu yoyote. Hamuoni kama mnawanyima haki wanachama wenu ambao wanatamani kuwa na mwakilishi jimbo la Isimani? Kama ni kunyimwa haki, tumenyimwa wote kwa muda mrefu sana, na ndio maana tunadai tupate haki, tupate katiba mpya, tupate tume huru ya uchaguzi na reform zote na kanuni za uchaguzi zote ziwe huru kwa kila mwananchi kuchagua mtu anayemtaka na kila chama cha siasa kusimamisha mgombea wanayemtaka na kura zipigwe kwa haki na mshindi atangazwe kwa haki. Kwa hiyo hatuna mtu tunayemuunga mkono na hakuna haki tulioinyima, kwa sababu haki imenyimwa na mamlaka, sio sisi kama mtazamaji. Taarifa hiyo inatupa wasaa kuelekea moja kwa moja katika viunga vya michezo, ambapo rais na mkurugenzi wa taasisi ya Sustainable Youth Development Partnership Edward Milinga amesema mwaka huu anatarajia ushiriki mkubwa zaidi kutoka ndani na nje ya Tanzania katika mbio za Great Ruaha Marathon. Akizungumza kuhusu maandalizi ya mbio hizo, Milinga amesema Great Ruaha Marathon inalenga kuhamasisha uhifadhi wa mazingira, kuwezesha vijana kiuchumi na kijamii, pamoja na kukuza utalii endelevu, huku ikichangia kulinda mfumo wa ekolojia wa hifadhi ya taifa ya Ruaha. Ndugu waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla, huu ni wakati wa kila mmoja wetu kuwa balozi wa Great Ruaha Marathon. Tunatoa wito kwa wote wanaopenda kushiriki kuanza kujisajili, na tovuti yetu ni ya www.greatruahamarathon.co.tz, na pia mnaweza mkatufuatilia kupitia Instagram page ambayo ni Great Ruaha Marathon, na kwenye TikTok pia ni jina hilo hilo Great Ruaha Marathon. Ukiingia pale usajili, kama nilivyosema awali, ni wa rahisi sana. Utakutana na stage ambazo kama ni 4 hivi, na mwisho unalipia unajisajili. Pia tunakaribisha wadau wa biashara na taasisi mbalimbali. Ningependa kutoa wito kwa watu wa Iringa, watu wa nje, waje kutoa hii fursa. Ndani kukishajaa, ina maana fursa za watu wa kufanya camping zipo, fursa za watu kuwapeleka ndani na kurudi. Na kwa wale watu wa Iringa, huu ndo mtoko wao. Unatoka Iringa unaenda na familia, unakimbia uzuri mpaka watoto wa miaka 5, 6, 7 wana activities ambazo wanazifanya. Mwisho kabisa, ndugu mgeni rasmi, nisikuchoshe. Najua una majukumu mengi sana. Tunashukuru sana kwa uwepo wako na kwa kuendelea kuunga mkono jitihada hizi. Uwepo wako umetia hamasa kubwa na umetupa nguvu ya kuendelea mbele. Basi mtazamaji, kwa nukta hiyo, huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla ya kutamatisha, huu hapa ni muhtasari wake. Karibu katika Matukio Daima habari kwa siku hii ya leo. Huu hapa ni muhtasari wake. Chadema mkoa wa Iringa wafanya usafi ofisi za chama baada ya kurejea kwa shughuli za kisiasa. Wananchi Wananchi na viongozi watoa maoni baada ya kura za maoni za ubunge Isimani. Wangu nimeona mtazamo mzuri sana, alafu nimefurahi kupindukia kwa sababu tunataka tuchague vijana. Ruaha Marathon kuhamasisha uhifadhi wa mazingira na utalii endelevu. Utakutana na stage ambazo kama ni 4 hivi, na mwisho unalipia Karibu. Na mtazamaji, na mpaka hapo ndo mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Shamia Rajabu. Nikusihi tu uendelee kutufuatilia katika mitandao yetu mingine ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram, TikTok kwa jina moja la Matukio Daima Media. Uwe na usiku mwema.
Umehitimu darasa la 7, kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya ya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sifu Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sifu Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.